kukosea. John Boko akumbuke, mpira uchezwe kabla na baada ya wachambuzi. Mpira uchezwe kabla na baada ya wachambuzi. Na bahati nzuri na taarifa kwamba naye ni coach. Kocha ni mchambuzi. Kabla mjaanza kucheza mpira mnaanza kitu kinaitwa observations. Kwa kazi za makocha kuna kazi 5 tu za msingi. Kazi ya kwanza ni uchunguzi ambao ni observations. Kazi ya pili ni vitendo, practice. Kazi ya ambao ni vitendo. Kazi ya tatu ni kusahihisha, kucorrect. Kazi ya 4 ni kusimamia, kusupervise. Na leo kwenye kazi za kocha. Sasa uchambuzi ni sehemu ya msingi kabisa ya mpira wa miguu kabla hujachezwa. Unafanyika kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, unafanyika mazoezini kabla ya kwenda kupractice. Kwa uwezo kucheza mpira kabla ya kuchambuliwa. Lakini hata kwenye mabenchi ya ufundi kuna wachambuzi. Kuna wachambuzi wa performance ya timu, wanasema tactical analyst au masuala ya mbinu, au kuna performance analyst wanaoangalia ubora wa wachezaji, ufanisi wa kucheza. Tuna video analyst ambao hawa ni kazi yao kuangalia video hasa wapinzani wanachezaji, na wote wanasaidia mabenchi ya ufundi. Lakini unapozungumzia dhana ya uchambuzi baada ya mpira, ndio wachambuzi wanaokaa nyuma ya microphone ambao na wao wana nafasi kuangalia yale ambayo yametokea kwenye mchezo. Wakina Lukinja, wakina Mkalaboko na wengine ambao wao inakuwa ni baada ya mchezo. Lakini pia wamekuwa na nafasi pia kabla ya mchezo kwa kuangalia maono ya juu. Lakini katika mchezo wa mpira wa miguu, mwenye kuona makosa zaidi ni yule anayekaa kwenye benchi la ufundi, si anayecheza. Na hata baada ya mchezo wa mpira wa miguu, mnapokwenda kwenye mapumziko, maana kazi ya kwanza ni kazi ya wachambuzi kueleza walichokiona na kuelekeza wachezaji nini wakafanya. Kwa wakati tunazungumzia nafasi ya uchambuzi, inatakiwa tujue uchambuzi ni dhana pana mno. Au yeye aliwalenga wachambuzi gani? Sasa ndio maana ukiangalia hapo, hata kocha ni mchambuzi. Sababu kocha kazi yake ya kwanza ni tactical analysis, uchambuzi wa mbinu, technical analysis, uchambuzi wa ufundi. Lakini ndani kwa kuangalia uboreshaji wa mpira, sasa hivi kila idara ina msimamizi wake. Hata mtu wa utimamu wa mwili, kuna wanasimama wale watu wa utimamu wa physical trainer, wale ni wachambuzi wa utimamu wa mwili, kwamba hapa Moses kwa fitness hii tumempa GPS vest, nguvu hii hawezi kutusaidia. Lakini sasa hivi tumekwenda mbali, kuna kitu kinaitwa biometric. Hii ni science ambayo inatumika kujua kabisa Tunu huyu hawezi kufiti kumaliza dakika zetu 90, kwa tuweze kumrodi kitu kingine. Kwa wakati tunazungumzia uchambuzi, uzungumzo katika dhana pana ya kujua unahusisha makoch, unahusisha wataalamu kwenye benchi la ufundi, unahusisha wachambuzi ambao wanazungumza mechi zilikuwa zimechezwa na kabla ya mechi kuchezwa. Kwa wakati huo tunayataja haya, lazima tupige nafasi ya uchambuzi kwa dhana pana. Sasa tukirudi kwenye idadi ya wachezaji, sisi tuna ligi kuanzia daraja la 4. Kwa tuko mechi zinachezwa la 3 la ngapi, lakini kubwa nadhani ingekuwa kuangalia uchambuzi unazingatia masuala ya msingi yanaweza kusaidia wachezaji au la. Kwa mfano, kuna moja ya mechi yetu ya timu ya taifa hapa, sisi tulikuwa tumepata matokeo sio mazuri ya sare tu dhidi ya Ethiopia. Nafikiri kila mtu alipanga kikosi chake na mechi kikosi cha pili kimetoka kucheza mechi imechezwa kulingana na maoni. Lakini ukienda mbali, wenzetu wa Uingereza, timu ya taifa ikiitwa, coach wanashirikisha na wachambuzi, sio kwenye maitwa timu, kukutana kwenye vikao vya mwaka, wachambuzi wanakaa kutoa maoni yao. Uganda hapa wachambuzi wanayo nafasi kutoa maoni. Kwa dhana ya uchambuzi kwenye mchezo wa mpira wa miguu ni science ya mpira, hauwezi kutenganisha nayo. Ila uchambuzi ambao kuna wakati unakinza, wala sio mbaya watu kutolea maoni na kuzungumza dhana ya uchambuzi. Bwana Mkalaboko, mimi naomba kukuuliza maswali kadhaa. Kwanza, wote tutaweza kuelewa kwamba Boko anavyokuwa anaongelea hapa, hakuwa anaongelea hao wachambuzi na waongea wewe tactical analyst, technical analyst wa kwenye benchi la ufundi. Obviously wachambuzi alikuwa anaongelea hapa ni nyinyi, wachambuzi wa redioni, wa kwenye vyombo vya habari. Sasa mimi nataka kujua, nyinyi wachambuzi wa redioni wa kwenye vyombo vya habari, huwa mnafanyia wapi elimu yenu, au mnapata wapi hizo sifa zenu, qualifications zenu zinapatikanaje? Uchambuzi unafikaje kuwa mchambuzi aliyebobea? Inategemea. Kwa mimi ni coach, mwandishi wa habari. Sasa ukitaka uniambie mpira na uzungumza kama mtaalamu, na uzungumza kama mtaalamu, wewe ni expert kama mtaalamu, sawa. Ukiniambia football uzungumza kama mtaalamu. Je, mtu pia ambao unaona kwa mfano sasa hivi kuna watu wamecheza mpira na coach vile vile wanazungumza kama wataalamu, lakini pia haizuii kwenye dhana nzima ya mtu kufanya fair comment and free criticism. Hii ni uhuru wa watu pia kutoa maoni. Unataka kuniambia wewe ukisema barabara mbovu sio engineer usiseme.
No, yani barabara mbovu wewe ujue. Kuna mtu anakuja na kuchambulia na kuambia hali ya uchumi ni watu sasa hivi hatuna hela, usiseme kwa sababu si uchumi. Kuna mtu anakuja na kuambia pale technically si anaona. Ndio nikasema technically ukirudi kwenye ile uhuru wa kutoa maoni, mimi na wewe tusiseme barabara mbovu kwa sababu sio mainjini.